Nawapongeza sana wafadhili walioendesha elimu hii kutolewa na watendaji wote wa dawati la jinsia na watoto ambao wamekuwa wakijitoa kwenye shughuli hizi mara kwa mara. Hongereni sana na asanteni sana kwa bidii na ushiriki wenu kwenye matukio haya. Ndugu wananchi, kwa siku ya leo naomba nigusie mambo mawili ambayo pamoja na mengine yanayofahamika, ninatamani jengo hili liwe chachu ya kuyasemea na kupambana nayo. Moja ni suala la utekaji ambalo limekuwa ni tishio la muda mrefu hasa katika mkoa. Mila hii yenye madhara kwa watoto wa kike haina nafasi katika jamii ya leo. Sisi kama jeshi la polisi tumeazimia kupambana nayo kisheria, kielimu na kijamii hadi ifutike kabisa. Tunaomba ushirikiano wenu kupitia dawati hili kubaini wahusika, kuwaleta wahanga na kujitokeza mbele kupinga mila hizi zilizokwisha kupitwa na wakati. Pili ni kutambua na kusema hapa kuwa wanaume nao wanapitia ukatili wa kimya kimya. Ninatoa wito kwa kila mmoja, mwanaume na mwanamke, kutambua kuwa jengo hili ni kwa ajili ya wote. Mwanaume naye ana haki ya kulindwa, kusikilizwa na kupewa heshima. Kama alivyowahi kusema Dr. Michael Flack, mtaalamu wa masuala ya jinsia, na nukuu maneno yake: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Mwisho. Narudia nukuu ya Dr. Michael Flack: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Mwisho. Kwa hiyo tusikubali kufa na tai shingoni, tuseme na tuchukue hatua. Ndugu wananchi, ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto si jambo la familia pekee yake, bali ni suala la kijamii. Ukimya dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto ni sawa na kushiriki kimya kimya katika uhalifu huo. Katika maneno ya hekima ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, aliwahi kusema, na nukuu: the abuse of women and girls is the most pervasive and unaddressed human rights violation on earth. Maneno haya yanaweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kisicho rasmi kuwa unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Narudia kwa Kiswahili: unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Haya ni maneno yalisemwa na aliyekuwa rais wa Marekani Jimmy Carter, na aliyasema miaka ya zamani sana akiwa madarakani. Sasa kauli hii itukumbushe na kutufungua macho kuona ukubwa na uzito wa janga hili kwa kiwango cha kitaifa na kimataifa. Hivyo basi, tunalo jukumu la kuunganisha nguvu pamoja na jeshi la polisi, viongozi wa dini, wazee wa kimila, taasisi za serikali na zisizo za serikali, waandishi wa habari na kila mwananchi mwenye dhamira njema, ili kuhakikisha jengo hili halibaki kuwa tu jengo, bali linakuwa kitovu cha matumaini, haki na ulinzi kwa kila mwananchi. Usikae kimya kwa sababu halitokei kwako. Usikae kimya au kufumbia macho ukatili kwa sababu anayefanya ukatili ni ndugu, mzazi
au mtoto wako. Jeshi la polisi lipo kulinda usalama wa watu wote, na jengo hili kama nilivyotangulia kusema awali ndio kimbilio la wote wanaokutana na matukio ya ukatili. Tusikubali wala kuruhusu kuwa na jengo zuri na la kisasa kama hili halafu likabaki kama pambo kwa kutokutumiwa ipasavyo. Maafisa wakaguzi na askari wa dawati la jinsia, tutakapokutana baadaye mchana wa leo kwenye ufunguzi wa mafunzo yenu, baada ya shughuli hii tutazungumza machache na nitatoa maelekezo yangu juu ya matumizi sahihi ya jengo hili, thamani zake na kutendea kazi ya ofisi hii, ikiwa ni pamoja na kukumbushana mategemeo na matarajio ya wananchi kutoka kwenu mnapotoa huduma kupitia dawati la jinsia. Ndugu viongozi na wananchi, kwa mara nyingine tena napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote mliotenga muda wenu kufika na kushiriki nasi katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa jengo la dawati la jinsia na watoto. Uwepo wenu ni ushahidi tosha wa mshikamano, ushirikiano na dhamira ya kweli ya kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto katika kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama kwa kila mwananchi.